ambayo tulianza tangu siku ya Jumapili iliyopita, nguvu ya maombi ya mlimani. Na tulisema nguvu ya maombi ni nini? Tulisema nguvu ya maombi ni uwezo wa kiroho inayoleta ni nguvu za kiroho, ni uwezo wa kiroho inayotokana na mawasiliano ya mwanadamu na Mungu, kwa kumuletea mwanadamu amwamini Mungu katika utendaji wake. Ile ndio nguvu ya kiroho. Tulisema neno la pili pwebe yake, nguvu ya maombi kwenye mlima ni nguvu inayoleta mahitaji, inayoleta majibu kwa mahitaji yetu. Haleluya. Alafu jana tuliongea juu ya shurti za kufuatilia ili maombi yako kwenye mlima yalete matokeo mazuri. Amen, amen. Alafu sasa leo asubuhi tunaingia katika neno ambalo linasema faida ya maombi yenye nguvu kwenye mlima. Faida ya maombi yenye nguvu kwenye mlima. Unajua, kama ukipata neema ya kufika kwenye mlima wa Bwana haujisikie nguvu, ina maana haujaingia. Tunafatana kwe tena. Haleluya. Ilibidi kama ulitoka nyumbani kwako uko dhaifu, ulitoka nyumbani kwako hauna uwezo wowote ule, wakati unapopata neema ya kusimama katika uwepo wa Bwana, profite ile wakati ikufalie kitu katika ulimwengu wa roho. Amen, amen. Kama ni kupitia kuimba, imba, sababu njia Mungu ana njia mbalimbali za kubariki watu wake. Ana njia mbalimbali za kusema na watu wake. Mwingine atasema naye kupitia neno, mwingine atasema naye kupitia maombi, mwingine atasema naye kupitia kusifu, mwingine atasema naye kupitia hata presence ya mtu mwingine. Haleluya. Tunafuatana pale. Alafu profite ile wakati unapopata neema ya kuingia mbele ya uwepo wa Bwana, epukana na distraction. Sababu shetani naye anaweza leta kitu kenye kitakutosha mlengo kusudi uitoke hapa vide. Haleluya. Ndio maana tunataka sema kama iko faida ya maombi yenye nguvu. Kama maombi yako yakiwa na nguvu kwenye mlima wa moyo wako, mlima mahali ambapo umeandaa kumtumikia Mungu, uko najua ile maombi itakuzalia kitu. Amen, amen. Alafu niongee neno faida. Faida ni nini? Faida ni ongezeko ya jambo fulani, ni ongezeko ya vitu fulani. Niseme hivi, ni matokeo mazuri kwa jambo fulani ulilolifanya. Ndio faida ile. Nawaza tunaweza kuwa pamoja na wewe, tuko na kazi, lakini kama ile kazi haiongezeke, make ina maana haina faida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Unaweza tunapasha waza kama tuko pamoja, kumbe uko mvile. Kumbe ushakumbuka gisi hauyafagia, ulilamuka mbio mbio na hauyafagia. Haleluya. Ndio maana mtu anaweza kuwa hapa, mwili inaweza kuwa hapa, lakini mtu iko mbali. Ndio maana ule mtu ndio mwenye niko nataka Mungu anisaidia kuwa hapa. Haleluya. Sababu hata na mtu akitaka kufa wanasemaka mtu ashaenda, lakini na mwili na iko pale. Ambo mtu ashaenda usiinjoo huyu. Lakini wanajua kama mtu haiko hao, mtu ashaenda satoacha, oro mwili na iko pale. Ina maana kumbe unaweza kuwa pale, kumbe wewe ushasafiri. Uko mubarabara, uko mshamba, uko muduka, uko kumoto. Ndio maana ninakukaribisha katika jina la Yesu, ule mtu wa ndani akaribie kwa jina la Yesu. Haleluya. Faida ni ongezeko fulani, ni matokeo mazuri ya kazi fulani, ama matokeo mazuri ya jambo fulani. Ile ndio inaitwa faida. Niseme maombi ya nguvu ni nini? Maombi ya nguvu ni matokeo ama inaleta majibu kwa mahitaji yetu
wakati tunapoomba Mungu, wakati tunapomulilia Mungu, wakati tunapomsihi Mungu, alafu nguvu ya maombi inasindikiza uwezo ya majibu yetu karibu na Mungu, na yale majibu yatokee kwetu. Haleluya! Ndio maana kuna vitu ambavyo vimeshindikana kwetu, ilibidi hatuwezi fanya chochote pasipo kualika uwepo wa Bwana kwa maisha yetu. Uwepo wa Bwana ukiweko kwenye maisha yako, uwezo wa Bwana ukiwepo kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho kitafanyika. Acha nilete mfano kusudi uelewe uwepo wa Bwana. Unajua kama hata ndani ya majaribu uwepo wa Bwana uko. Ile kadiri biko na kusema, kadiri biko na kutukana, kadiri uko na teseka, uwepo wa Bwana iko pale. Nilete mfano kwa Samson. Samsoni bandugu wake si banaenda mtafuta, amechoma ngano ya Wafilistini. Sawa, anachoma ngano ya Wafilistini. Neno la Mungu linasema Samsoni akaenda kujificha mwamba. Ndio maana kila mtu wakati kuko dega, tafuta sana kujificha ndani ya mwamba. Ambia mwenzako jifiche tu ndani ya mwamba. Usijifiche mwa watu. Siku matatizo na italamuka mwa watu, watakutimua na watu wote wanasema njoo huyu. Haleluya. Hata ufichame kwa jirani, ufichame mumutu, kweli itaficha mukalaka. Acha niseme ile Swahili kama hata hutaisikia, lakini umeielewa. Ukendi shabisa mukala Haleluya. Hata mtu akufichie siri, hata mtu akufichie aibu, iko siku ile aibu ataitokesha. Lakini tuko katika ukijificha kwenye mwamba, yeye anaficha aibu yetu, yeye anaficha udhaifu wetu, yeye anaficha kile ambacho watu wengine wakiona wanatucheka, yeye anaficha sababu ni mwamba. Haleluya. Neno la Mungu linasema Samsoni akakimbia ndani ya mwamba. Bandugu wake walijua kwenye iko. Ndio maana wakati tuko mwakipe, wewe njoo unapaswa jua gisi nina lumiaka. Tena tunaelewana na kale. Tunaweza ishi na wewe. Unajua kama wewe ukinisengenya kuliko mpagani itaniluma sana. Ndio maana Samsoni sasa anafika kwenye bandugu wake anawaambia, lakini mimi nina balapia, msinipige mimi. Bale njoo bagombane na mimi. Lakini nyie ndugu zangu, jumu najua kwenye niko. Unajua kwenye nina fichama. Mimi nina basi msinitie kwa mkono. Ndio maana wakati tuko naomba na wewe, usikue wa kwanza wa kupeleka udhaifu yangu nje. Haleluya. Tuko naomba na wewe mwakipe, wewe njoo uko napeleka rino, abandu wewe tena mwetu uko naingia na wewe hapa. Udhaifu yetu unaipeleka nje. Uko sekisi mwanamke mpumbavu, gisi bwana kisha kupiga, ndio unasema hapana, ule bwana ananipigaka. Banduku na nyemu shaka olewa, mule keritahiwa. Nani alikuambia sababu ya magumu kwa watu watakatala kuolewa? Jua buli nyumba buli kushinda, unaanza watoto wataogopa kuolewa. Siku unakuwa mtu mwingine unasikia, we mama ukisikia tu mwenzako anaoloti, hiyo na ya matwe njoo unasikia kama mama, dada uhando mti mango muko. Sababu wanajua. Hapo na viko na cheka, iko pale murusingi. Hajue kope. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni naye wakati alipokuwa akaambia ndugu zake, munifunge. Haleluya. Wakati alisema munifunge, wakamfunga kwa kamba mbichi, wakampeleka. Wakati tu alifika, ndio maana ninasema hata katika majaribu yetu uwepo wa Mungu unadhihirika. Hata kuna vitu vingine vyenyewe viko na kusumbua, viko na kutesa, viko na kulalamisha, wengine walikuwa nao wakakufa. Lakini we Mungu anakuchunga na ile shida. Basi unaweza kunafanya nini? Wengine kichwa tu bure ili mabeba. Wewe umemaliza na magonjwa ya kichwa siku ngapi? Uwepo wa Mungu haujadhihirika tu. Kuna wengine wenyewe wanasumbuka na magonjwa ya tumbo, wakawaopera wakakufa. Wewe walikuopera ukatoka. Kwa nini usielewe kama Mungu iko kwa upande wako? Tunalalamika Mungu Mungu anasema badui. Huyu anajua kama kuko na wengine wenyewe walikuwa opera na ile magonjwa. Wakapona na wengine wakakufa. Hata katika majaribu Mungu anaonekana. Sasa unashindwa kumuona, njoo unashinda huko na lalamika. Kuko wengine sababu ya kutokuolewa, waliendaje panika. Mewe Mungu iko nakupa kunenepa. Mungu anakupa kutereza. Tu auone magumu.
hauone furaha, pardon, hauone miujiza tu. Haleluya. Sasa Samsoni akasema hivi, msinigusi. Sawa, nafika mbele ya Wafilistini. Wafilistini walipiga mikono. Njoo ule. Kumbe ile njoo ule ya matatizo, ya mashimango, ya kucheka gisi wanataka kumupiga. Ndipo uwepo wa Bwana ulishuka juu yake. Kumbe hata katika magumu tunayoyapitia, yako uwepo. Wakati unaona matatizo inakulalamikia, shida zinainuka, uwepo wa Bwana uko pale pale kwa kukutunza na kwa kukutafutia njia. Haleluya. Mungu hataki hata kila siku shindie kulia. Mungu haone tu machozi na balozi wanaliaka. Chenye anahitaji tu ni ushindi wako, moyo wa kusimama. Baba, hata niko hivi ninakuamini. Baba, hata ninafanana hivi ninakuamini. Haleluya. Sasa niseme hivi, mlima ni pahali ambapo umeamua kuomba, kusimama, kuabudu, kusifu. Ni mahali ambapo kumeinuka kwa ajili ya kukuabudu. Kwa kuabudu. Haleluya. Sinaweza tulishaongea pale, lakini acha nishuke niseme hivi. Yesu wakati alikuwa iko natembea ndani ya kazi ya habari njema, neno la Mungu linasema ilipita siku 8, Yesu akaita Petro, Yohane. Kamata hii neno mzuri. Akaita Petro, Yohane na Yakobo, akamwambia, bandugu, mkie tupande twende tuombe. Saba nafika karibu na mlima, akawaacha pembeni na yeye tena akajitenga kiwango fulani. Haleluya. Ina maana mu maisha yetu ya kiroho, kama tukitaka tufike kiwango fulani, tujue kuomba katika makutano, tujue kuomba na marafiki, na pia tujue kuomba na watu wewe peke. Na hii ni kitu ambacho kitakubeba kwa kiwango hadi kiwango. Mara kuna watu wengine suluhisho zao hazitatoka ni wakati yenyewe uko katikati ya watu. Inaomba uwe ndani yako, uwe na chumba chako binafsi, umwambie Mungu, nafasi hii ninaitakasa leo kwa kuomba. Tunafuatana? Tuko pamoja? Sababu Yesu wakati amepanda kwenye mlima, neno la Mungu linasema alipokuwa amejitenga, akapiga magoti akaomba. Petro wakaona vitu vya ajabu yenyewe vinatokea. Vitu viwili vinatokea. Banaona sura ya Yesu inaangara. Haleluya. Banaona na kitu ya pili ni nini? Si ni mavazi. Banduku hatukusoma. Mavazi yake imefanya nini? Imekuwa meupe, imeng'aa. Haleluya. Inataka kuonyesha nini? Kama maisha yetu yote inahitajika tutembee na Mungu kwa viwango hadi viwango mpaka utukufu wa Mungu ujiudhihirishe. Haujaanza mwendo wa maombi, ama labda umezoea tu maombi ya kawaida, lakini malalamiko yako njoo ya mingi. Unajua, acha niseme hivi, kusudi tumuone Mungu kwa utofauti, ilibidi na sie tutembee tofauti na watu wengine wa kawaida. Tunaelewana pale? Kama tunataka tuone Mungu kwa utofauti, ilibidi tutembee na sie na Mungu wetu kwa utofauti. Kama tunataka tuombe Mungu na Mungu aonekane kwetu, kusudi maombi yetu yalete majibu katika maisha yetu ama maisha ya wale ambao nao waombe. Sikiliza hiki kitu. Chukua hatua isiyokuwa ya kawaida. Uchukue hatua isiyokuwa ya kawaida. Ama andaa mazingira ambayo yako matulivu kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Kuna vitu vingine vinashindikana sababu hatuna muda ya kutulia mahali kwenye kuko kimya, kuko stable. Hautasikia ngurumo ya saizi mamotere, hautasikia mamule,
Hautasikia mtoto analalamika, mama wameninyota, wameninyota. Unatoka kwanza muwepo. Hautasikia kitu ambacho kinakuzuru. Unakaa katika sehemu mbalimbali zilizotulia, ambazo mwenyewe kama utachagua kuingia chumbani mwako ni madhabahu nayo, chumbani mwako ni mlima ambapo unajisikia ni mazingira yametulia, ambao unahitaji kutulia mule. Unaambia na mtu akapiga hodi, msiseme mama iko. So nina lengo, nina kitu ambacho ninatamani kwa Mungu. Haleluya. Nafasi ya pili, unaweza kufanya shamba yako iwe nafasi ambayo utaweka madhabahu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Nafasi ya tatu, unaweza kupanda hata kwenye milima sawasawa na higi, si mlima yenyewe tuko na taya hii milima yetu. Unaamua kwenda kumtafuta Mungu sababu huko naenda tofauti na kawaida ya watu wengine. Jambo la tatu, la nne, nimetaya ya tatu, nimetaya nyumba yako, chumbani mwako. Sababu Biblia inasema kama ukitaka kuomba, ingia katika chumba chako na umwambie Baba katika chumba chako cha ndani. Umwambie Mungu maneno mule. Neno la pili nimesema shamba yako unaweza kuipanda. Unasema leo nenda kushamba, lakini hauende kushamba kwa mtele, kumbe unaenda alika uwepo wa Mungu. Jambo ya tatu nimesema unaweza kufanya kanisa lako mahali, chumba sawasawa na hii akipe yetu ambayo tuko nayo. Unaona mazingira mazuri ndani, unaona wakati ya utulivu iko ndani, wewe unaingia, tunaandaa nafasi kwa ajili ya kuabudu Mungu. Nafasi ya nne, unaweza enda hata ndani ya pori. Sasa huku kwetu kuko bakata. Ninakumbuka wakati tulikuwa nasoma kwa Ecole Biblique, tulikuwa na papa mmoja mwenye alifanyaka hii maombi. Mungu alimpaka neema ya kukuwa nasikia lugha ya ndege. Anafanya 4 jours kule mpori ya kabambi, mumusitu mpori. Wandugu, siku watu wewe wanatafuta Mungu. Pori kwa monyama, pori kwa motembo, pori kwa monini, lakini anaingia kule. Anatafuta mazingira mazuri kwenye hakuwezi kuzurika, kunaweza kuwa kitu. Lakini Mungu alimpatiaka karama ya kusikia lugha za ndege. Akitaka kufundisha, anasimama karibu ya mti. Anaambia Mungu, niko nataka nipate ujumbe. Yenyewe mwenyewe unanipa. Anasimama karibu ya mti. Anasikia ndege zinaongea ile cho. Yeye anapata sauti. Anarudia na kia tupa maneno. Baba ule na sisi tulikuwa nasoma naye na tunamheshimia. Lakini sababu ya maisha ishazimisha ile karama. Maisha nani anakuambia maisha sasa ni kuwa nguvu. Naona bwana shindia kuhangaika. Acha niende nileme. Masikio yote ilishafungana. Masikio shafungana. Tulionana naye Juma kama mwaka juzi ile. Nilienda msalimia, akaniambia papa, ile karama isaka pururuka zamani. Ina maana wakati tunatafuta Mungu na nguvu zake, maki Mungu anaangalia ndani yetu muko ile susia kumtafuta kwa kiwango kia juu. Na yeye anajifunua kwetu kwa uwezo. Haleluya. Sehemu ya tano ambayo mtu anaweza kutafuta Mungu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida ni pembeni ya mito ama pembeni ya bahari. Mtaniambia mwalimu, huko nasema hivi, kwanza tupatie reference. Tupatie mtu mmoja tusomee kitabu kia Danieli. Danieli sura yake ya 10. Tuanze mstari wake wa 2. Usikie jinsi Danieli anatulia pembeni ya mto. Anakatala kupakala mafuta. Anakatala kukula vitu vya butamu, sukari haitaingia mkinywa yake. Chakula ya mzuri. Unaona jinsi yeye maombi yake iko. Anakatala vile vyote. Anajikaza kuomba na kufunga ili atafute uwepo wa Bwana, ili atafute uwezo wa Mungu utembee pamoja na yeye. Mwenye amepata naweza kutusomea. 2 mpaka 4 haraka mara moja. Katika siku zile mimi Danieli
Sikiliza, anasema juma tatu nilikuwa niko naomboleza. Sikukula chakula. Kitu ya kwanza nilikatala chakula mwa ile juma ngapi? Kitamu. Haleluya. Nilikatala chakula kitamu mu majuma ngapi? 3. Twende. Wala nyama. Hii makururu, makuku, vyote mangombe nilikatala. Wala mivinyo haikuingia kinywani mwangu. Kila sikre na kila veyo yote ile haikuingia mkinywa yake. Wala sikujipaka hata kidogo. Hakupakala mafuta mjuma tatu. Hata majuma 3 mazima yalipotimia. Hata ile majuma 3 ilipotimia. Twende. Katika siku ya 24 ya mwezi wa kwanza. Katika sasa ile siku ya 12 ya mwezi ule wa kwanza. Wakati nilipokuwa kando ya mto. Nilikuwa karibu ya mto. Haleluya. Unasikia, anaenda tafuta. Unajua kuko watu wengine wakitaka poleza mafikiri. Haleluya. Si wanendei kala pembeni ya bahari. Ndio. Tuko nafatana. Ndio. Kusudi wamalize nini? Stress. Na Mungu naye anapenda ile mazingira. Ukitamani kumtafuta Mungu kwa kiwango, unaweza kaa karibu ya bahari, zungumza na Mungu, omba Mungu, ikala karibu ya Mungu, mwambie Mungu niko hapa, sikie, punguza stress. Lakini stress yangu kiroho ni mpaka uonekane kwa shida ya dada yangu, ni mpaka uonekane kwa magumu yangu, ni mpaka uonekane. Alafu zile nafasi zote Mungu wakati anaona tunamtafuta kwa kile kiwango, hata nyamaza. Hata nyamaza. Bahati mbaya njo tukwe wavivu. Maombi ya juma 3 inatushinda. Mwenzetu yeye alishikaza, wewe uko na pakala, uko nakula na secret, uko nakunya na secret, pardon, uko nakula na nyama. Mwenzetu yeye alishikatalia vile vyote. Tena niko mpale royal kwa Chisekedi. Utenebe katala juu haunabi. Unafunga juu hautona kunyama. Haleluya. Lakini yeye alipata nafasi hata vyakula viko. Akaamua kufanya yale maombi. Akaamua kukaa karibu ya mto ili atafute uwepo wa Bwana. Haleluya. Alafu kuna watu wengi wanashindia kulalamika, lakini maniere yao ya kutafuta Mungu njo haikamate selo nguvu ya kitu chenye iko nacho. Sababu na Yesu naye aliongea, kuna vitu vingine haviwezi kutoka kama isipokuwa kuomba na kufunga. Ina maana kuna shida unaweza iombea mwa hii degre, haiko ya mwa ile degre, inaomba upande ingine degre. Usivunjike moyo juu hakuna matokeo, juu hakuna resulta ya mzuri. Yenye inakubidi ipanda ule mlima, lakini hakikisha, je, mazingira haya yametulia? Eske inalingana na shida yenye niko nayo? Haleluya. Niseme hivi sasa, faida ya kwanza, wakati umetulia kwenye yale mazingira na Mungu amekubeba kwenye kiwango, umepata neema, zile nguvu zimekutokea na ile neema imekukaribia. Faida ya kwanza yenye inatutokea, kitu ya kwanza, Yesu wakati alikuwa iko naomba, Biblia inasema sura na mavazi yake ilibadilika. Haleluya. Ambia mwenzako, sura na mavazi ilibadilika. Ina maana ya kusema nini? Kama sura ya Yesu ilibadilika, mavazi yake ilibadilika, inataka kutuambia nini? Hali ya umutu wa kibinadamu wakati uko naomba, umekaa kwenye mlima, unakaa kwenye uwepo wa Bwana, kuna vitu ambavyo ulizaliwa navyo visivyo vya mapenzi ya Mungu, utukufu wa Mungu na vibeba. Haleluya. Watu walikuwa nakuzua kisu huku nazua kusirika. Na kweli unaona mtu anajitapa. Inje nangana muno komwesi. Chanyashi neremutsebu inje. Ulizaliwa katika ile mbegu. Sura ile ndio nyetu tunakujua hapo. Ule mama umekata problem, hata kunyamaza utaona tu sasa tafika hapo. Na kweli unaanza maneno. Mwabiri ni kara, mwabiri ni chokoza. Sababu hali ya sura yako na mavazi yako haijabadilika.
Unapoingia kwenye uwepo wa Bwana, daboro wewe mwenyewe utaombea wengine, watu waone kwanza na wewe ile maombi ilishaka kufanya kwa kazi Ndio. Na uko naombea wengine, wewe kwanza haiya kufanya kwa kazi. Sasa na wewe unataka wengine wafanyiwe kwa kazi. Na hii ni probleme sana kuwaombaji. Watu wengi wanaponesha wengine lakini hao hawayaponaka. Wanafungula wengine lakini hao hawayafunguliwaka. Wanasaidia wengine lakini hao hawayasaidiwaka. Ndio maana Yesu wakati alipokuja kupiga magoti, alipopanda kwenye mlima wa mageuzi, sura na mavazi yake iling'aa. Ndio mavazi ni alama ya matendo ya kila mtu. Haleluya. Mavazi ni alama ya tabia yako dada. Sagisi umekuja hapa huko mumuwepo wa Bwana, huko kumlima wa Bwana. Inaomba kitu kimoya kibadilike ndani yako. Watu wako nasema lakini devote depuis kwenye ulianza kaendia kwa kipi, Mungu ashaka kusaidia. Na wewe uko na témoignage personnel. Uko nasema ndio. Depuis uliingilia huko unalotaka ovyo ovyo. Na mpaka sasa uko na zile ndoto. Umesaidiwa ni? Unalotaka saa yote wenje viko nakimbiza, viko nataka kia kunigi. Ulikuwa huko nafanya zambi fulani, mpaka saa hii sura ya mavazi yako haiyabadilika. Kama watu wanakuona, mama na watoto na bwanako wanakujua. Unakuya huku lakini wanajua keule wapi. Sura ya mavazi ya Yesu iling'aa. Haleluya. Na watu wa Petro walikuwa biko nonea pembeni, waliona gisi kope inafanana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi sura ya mavazi yako ingae. Ilibidi kuwe mabadiliko. Ndio maana Paulo alisema kama mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe. Banduku hata mtakatala kunifinye, mtanikatala kunielewa, nienda zikaza tu niwasemeshe. Haleluya. Yeye ni kiumbe kipya. Hatuyasema kama watu wenyewe wameokoka. Yeye ni kiumbe kipya. Ya kale yanafanya nini? Yanapita. Mambo yote yanakuwa nini? Mapya. Kuna sura mpya wakati tumeamini Kristo. Kuna tabia tulizoriti katika damu za wazazi yetu. Mie na wewe tulizaliwa mudamu ya wazazi yetu. Damu ya mzazi yako iko muwe. Hauyo nakaseme wengine wanasema rero haka. Tuka nasirikaka satati yake. Huyu iko na tabia ya sukula. Korona katoto kenye kangali kadogo kanakuwa kama sukula alikuwa kanavuta nako kanaanza logota himego ya tumbako yenyewe ilikuwa na nani. Ubie kanakamata kamoto kanakuwa na kativi kukinyi. Ni ile damu. Unajua kuko vitu vingine vyenye mwili yetu havitabadilikaka isipokuwa Yesu kutusaidia. Haleluya. Unajua kama kuko mtu alizaliwa ndani ya jamaa yenyewe wanaongeaka kinywa unasema chimwasha fika kwa Petro. Na wazazi wao wote ni ile tabia. Ule kwa vile kusema badilike, kama Mungu asiposhikilia neema juu yake kumupa hekima ya nguvu. Na mwenyewe njoo na asante. Mienda mchamba, mongoe, mnyamaza, nda mchamba. Nda mtakatisha. Wangana choko mchisoma. Injenge bugwerero mu baraza, ngemo bwerera. Nyemushashindwa kwe. Mwache twende, mimi nenda mwambie. Hamuona mtu mwenyewe haogopaki. Wiko. Unasikia tahi hatuwezi kuogopa. Dema hiyo ushamuogopa. Nenda mchamba. Ngoni udimu Tanzania namna gani? Kwanza situ mimi ndafika kwenye iko na jianzisha. Wewe kwanza muwe sababu haiko tabia yako mtu ateneanza kuchamba namna gani? Na kweli tu sasa atafika pale tu ile esprit namwambia si ameanza. Haanze. Ameanza. Wewe unakosa kama utaanza lakini sababu ni tabia yenye iko mudamu yake. Ile tabia kama Yesu haiponde, uwepo wa Bwana kama haimeze ule utu wa zamani, sura yake haitabadilikaka. Na mkundi yeye ndio atakuwa na paparazzi. Nya fulani rero ama kuhuna soritamu yeye. Haleluya. Sura yake haijabadilika.
Ina maana kama tukija katika uwepo wa Bwana, wakati faida ya maombi tukiwa kwenye mlima, kitu ya kwanza ianze kutusaidia sie wenyewe, jo tutenda saidia wengine. Unakuwa pre kusaidia wengine, lakini wao huyajisaidia. Ndio maana Yesu alisema na Wafarisayo, nyie mko wanafiki, mnajua kutosha chenye chiko mulicho ya watu, lakini nyie hamuyo. Haleluya! Ina maana jua kutosha chenye kiko ndani yako. Ukisoma kitu ya pili ndani ya ile sura ya maesura, kumeza utu wetu wa kibinadamu, ni alama ya kuachia Roho Mtakatifu kutawala maisha yako na kusikiliza uongozi wa Roho kukubadilisha. Haleluya! Waroma sura yake ya 8 na mstari wake wa 8, utasikia pale maneno Yesu anasema, maana kama mtu wenu wa asili akipotea, kuna mtu mwingine Roho Mtakatifu anamleta. Haleluya! Kama ndani yako ulikuwa na roho ya kusirika, Roho Mtakatifu inakupatia roho ya kukua peze. Inakupatia roho ya kukua peze. Ulikuwa na roho ya kukua na tongoza wamama wa watu na wadada wa watu, Roho wa Mungu nakuambia haiko wote njoo wako. Uko tu na mumoya. Inakupatia neema na inatosha ile mawazo. Mama hata huko wako papa mwenye anakukwazmaka. Unakuwa papa wengine wanayua kukwama. Anakuwa kuelezea tami, ningelipataka bibi sawa ningelituliaka. Usifikiri zile nyimbo zote zinakubariki. Zinatakia beba kitu chenye chiko ndani yako. Haleluya. Hata hapa mumaombi unapaswa kuta watu, tunakuta mizaa baba mkubwa na mama mkubwa. Unaona Mungu anatiana kwa mizaa sawa wenye hamuna adabu. Ngoacha ninyamaze kwanza. Nipe hekima baba. Haleluya. Hauna adabu na mwingine. Haushiki si ni bibi ya Bwana. Na wao ushiki si ni Bwana mwenye iko na bibi. Unaongea tu naye hivi. Ukipenda unamkokota mshemize. Nani anafundisha vile? Sura yako imebadilika kweli kwenye mlima. Haleluya. Ndio maana wakati tulipoamini Yesu, alipofika kwenye mlima wa Golgotha, ni pale ndio kwenye walienda tutosha kwa visanza. Haleluya. Haleluya. Metangia kunyuko hapa mwakipe, bongo hauya achaka. Sura yako ishabadilika. Watu wote wanasema, "Oh, yo tunashi, sura sio yuko." Amawe hiya kabu wako tsema. Sura ile watu wanaijua. Inaomba ile sura ibadilike. Haleluya. Kitu ya pili, ulisikia kisi wakati Yesu alipokuwa kwenye mlima, kuna watu wawili waliotokea kumkaribia ili kumupa habari. Haleluya. Ili kumupa habari ya mambo yatakayotokea, ili kumupa habari, kumtia moyo kuhusu habari ya kufa kwake. Wakati tunapokuwa katika uwepo wa Bwana, mama, Mungu hatuachie vile, anatusogeshaka karibu ya watu wenye wiko na neema. Yes. Haleluya. Kama haushikuchuruza mwa hii akipe, ukibaki katika uwepo wa Bwana, kuko mtu mwenye Mungu atakusogeshea. Nataka Mungu akufungulie ile njia, akusogeshe karibu ya mtu ambaye atakaye kusogesha kimaisha. Haleluya. Amen. Hata katika maisha ya imani, kuna watu wengi wamefubala mu maisha ya imani sababu hawana watu karibu yao. Kwa watu wengine wenye leo karama za masikio ya kiroho zishakatoka sababu habari zenye ziko mtu mwenye iko karibu yake anamuoneshaka, wanamatasha langeri echiro chona botengeri shatsamba mubaboyo. Vita ni vita, vinapita vile, hatutabakia. Unaona, unaangalia, ukibakilia tu mubunyumba wewe ulizalaka nje, hautaendelea mu mapenzi pale. Nasema chikomio, usikilize tu chenye Roho anasema. Hata chiko kavu kuko mwenye Mungu iko nataka tunza. Unaona, bakilia tu huyu ulizalaka nje utabakilia pale. Subomole tante, suendelee na safari. Tunafatana, lakini ukibakilia tu yo sina tatu muloi. Nani alikwambia vile? Bomola tante, endelea. Kuko neema yenye itakukuta. Kuna watu wenye Mungu ametayarisha juu yako ili kukubariki. Wewe endelea. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alikuwa katika uwepo wa Bwana, neno la Mungu linasema pakatokea Musa na Elia ili kumwambia habari itakayompata. Kuna watu wengine Mungu atawatuma karibu yako wakati umedumu katika uwepo wake. Wenyewe watakusogesha kihuduma, watakusogesha kimaisha, na mwenye ataacha unaonewa. Dada, mwaia kipi? Muko mtu mwenye Mungu alishaka tayarisha, na si kwenye utamuzi waka tupa, na njoo mwanzo akaolewa yako. Hamwangalie Naomi, ni wape mtu mmoja. Naomi si anatoka, tuende nione kama mko unanifuata, anatoka wapi? Moabu. Très bien papa. Si biko na nani na dada Ruta. Biko naenda Ruta, usibakie Ruta, sitakuacha. Na ndio maana tunahitaji watu wenyewe wanasema sitakuacha. Mungu wa kipe atakuwa Mungu wangu. Watu wa kipe watakuwa watu wangu. Sijui kama tuko nafuatana wanduku. Haleluya. Mungu mwenye tunaabudu hapa kwa kipe akuwe Mungu wangu. Na watu wenye tunakutana hapa wakuwe watu wangu. Hapana kufika hapa unakuwa sababu wenyewe ulikuta wakata. Hautatusalimia, hautatusemesha. Sema nasie tuko watu. Kuna mtu mwenye iko hapa anabeba neema yako. Kama haiko ya pesa ni neema ya uponyaji. Kama haiko ya uponyaji ni ya akili. Kama haiko ya akili ni ya kukushauria. Haleluya. Anabeba neema yako. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza Ruta, sawa naenda. Kumbe Mungu alishampase Naomi. Ruta yeye iko napita pita mu Bethlehem. Mungu mama kamwambia Ruta, acha kujifanya mgaragara. Leo pakala mafuta. Nawa sirita bia. Pakala mafuta. Ukisha pakala mafuta kia hapa nakupa kope. Haleluya. Kuna mtu mwingine siku utakutanana naye. Imani yako inapanga. Haleluya. Kuna mtu mwingine siku utaishi karibu yake. Na kuna mwingine naye ukiishi karibu yake unaanza matengenezo. Yeye anakuonesha kama dhambi za watu. Anakuonesha mihali yake. Anakuonesha kisi maisha ishampiga. Sasa mkishishi motare na munganga wataelewana. Haleluya. Ina maana kazi kama Mungu ametuleta pamoja, ina maana kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Kama Mungu amenileta akipi, haiko kusema ni kazi ya azar. Kuko kitu kiliacha hapa. Na wewe Mungu akunileta mbele yangu, kuko kitu kenye kiliacha. Mungu tufahamiane na wewe. Hatuyakijua lakini mkuendelea tutakijua. Haleluya. Amen. Hamwezi zoeana na mtu kwa bure. Ukaona urafiki wenye habuna faida. Unatafuta faida kiroho hauipati. Faida kimwili hauipati. Faida kiakili hauipati. Kukata urafiki sawa bule haiko mubaya. Haiko probleme. Unazoeana na mtu saa yote mukartie wanamata shalangere muliolo dada wo mulia na ule wa mule alisema hivi. Mtashindia kusema maneno ya watu. Sikiliza kitabu kia Isaya. Isaya inasema nini? 43:4 inasema nitaita watu kutoka mbali. Haleluya. Haleluya. Inua mkono wako, sema Baba leta watu kutoka mbali. Sema kwa moyo wa maombi, Baba leta watu kutoka mbali. Wale wanaobeba neema yangu, wale wanaobeba uwezo wangu, wale wanaobeba biashara yangu kuendelea, wanaobeba akili yangu ili nikomae kiroho, ili niweze kupanda ngazi, ili nione muujiza wako, katika jina la Yesu. Wakati Mungu amekuleta katikati ya watu, usiishi kuonyesha tabia yako mbaya. Onyesha neema iliyokuwa ndani yako. Haleluya. Sababu Biblia inasema kama tukikusanyika, mwingine hana tenzi, mwingine hana zaburi, mwingine hana maneno ya kiroho, sisi sote ni kwa faida, ili mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe. Maki kama umekuja hapa na wewe uko na kenye uko nako kenye mie sina, kenye ninahitaji saka tatokea na mimi kana nikomplete ninaendelea. Haleluya. Amen. Ndio maana katika uwepo wa Bwana
nguvu iliyoko katika uwezo ulioko kwenye mlima, Mungu anakusogesheaka watu. Ona, Mungu alimsogeshea Elia na Musa, akamsogeshea, wakamwambia master, baba unataenda kufa, Bwana kutie nguvu. Haleluya. Kila mtu uko na tabia ya kuambia mwenzako, hata unakutana na vigumu, kuwa na nguvu. Hata tunakutana na michongoma, tunakutanana na vita, tunakutanana na maneno. Kwanza mwache nikwambie, Mungu anaweza ruhusu vita ingie mkundi kusudi atafute wenyewe wanakubaliwa ni wawapi. Haiko kila vita mtakuwa naikemea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu Mungu anaweza ruhusu vita iinuke kusudi atafute wale waliokubaliwa na Mungu. Ngoja kesho ndawapi ile handiko. Kesho ninaenda na ile deni ndawaletea hayo. Sababu inasema kura hukomesha mabishano. Na mabishano na vita inaletaka kutafuta wale wenyewe wanakubaliwa na wenyewe hawakubaliwa. Ndio maana kila mtu inasema walikuja kwetu hawakuwa wa kwetu. Kuna mtu anaweza kuja kwako mimi haiko wa kwako. Si kwenye atashitosha. Acha aende. Pale mtasema nini, nasema vingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakusogeshea watu. Kuna mtu mwingine siku tu Mungu atakufunulia. Ndio maana kila urafiki, sehemu ya baraka ya mtu inaanzia mu urafiki. Haleluya. Basi na nyinyi mlikuwa mnanijua. Si baba huyu njoo kwa sababu ya kukuwa rafiki yangu. Na mimi ninakuwa rafiki yake, najigunja mu migulo yake, chini ya upako yake. Na akasema peti kuya ukisema na watakatifu. Chini ya upako ya mzee, na mimi ninanyenyekea pale. Sana nitia kwa mafuta na mimi ninasimama. Watu ngale waonaka. Na hapa sasa hivi pale mmekuwa na ndugu kia vinyonge. Haleluya. Pale ukisema utiero hapa ninaenda shukia cha vinyonge. Ndatuma yo mtoto. Tai papa Modeste, tani burero mwalimu nganaye ukuse mukaliwe nganganani pokerero mwana. Hakuna shida. Karibu. Karibu. Haleluya. Amen. Usizani kama Mungu ukiona mtu anasogea karibu yako, usifikiri Mungu amemleta kwa bure. Acha nikupatie mfano mwingine ya Biblia. Asikie tushamaliza habari za Ruta. Za Ruta hatuwezimaliza. Si Ruta sasa wanamwambia ushukie kwa nani? Kwa Boazi. Leo magharibi Boazi atakukuta kope isha kuwa sawa. Chenye kitamvuta ni mafuta. Sasa taona tu parfait. Ina maana parfait yetu ni maombi. Yes. Hatuna haja ya kulalamika. Chenye kitafuta watu ni maombi yenye nguvu, ni maombi yenye uwezo, na ile ni ubani mzuri ambaye itafuta watu. Yes. Hatuna haja ya kulalamika, lakini uwepo wa Bwana utaita watu. Haleluya. Usihangaike, 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 Yesu anaweza. Haleluya. Amen. Mtu mwingine ni mtu mwana muleta karibu yako kukupandisha kiroho. Ni mwingine ni kitabu ya Samueli wa kwanza sura ya 3. Yeye Samueli anakuwa karibu ya hatuyasoma tena ile andiko mtesomea kunyumba. Nimeona wakati yangu imeenda deja nisiwakulie muda ya kwenda mvili. Yeye Samueli anakuwa muhekalu pamoja na Eli. Mungu anamuita. Samueli, Samueli. Samueli anakimbia kwenye Eli. Baba umeniita Samueli. Eli atisikukuita. Samueli, Samueli. Baba, sasa ilifika 3e fois. Eli akakumbuka ati kosa Mungu iko naita huyu. Sasa Mungu sasa utasikia tena ile sauti. Utasema hivi. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Unajua kuko wengi wenye walishaka fubala kwanza mu maisha ya kiroho sababu walikutana na bakoche babaya. Mauvais coach. Sababu mtu anakuwa vile vyenye viko mcoach ndio vyenye unaenda kafanya. Coaching yetu ya kwanza ilitokea Golgotha. Coaching, yes, Roho Mtakatifu ni kama arbitre mutere. Yeye anakuwa kiko na arbitre. Sasa iko mroho yetu iko naonyesha tu. Sema amesema kukiburi. Anasifle. Hata uendelee na balo.
Na alisha siflati hapa kuko mali jue. Hakuna gate. Kiburi ni mali jue. Nga. Busharati ni mali jue. Mali jue. Chuki ni mali jue. Haleluya. Amen. Albitra nasema koko wabiri kosa. Haleluya. Coaching njoo inatesaka. Kocha akaambia Samueli ati sawa watakuita mara hiyo, sema Bwana mtumishi wako anafanya nini? Anakusikiliza. Na tu kweli sasa sauti ilikuja. Samueli akarepete vya coach. Akaenda beba vyenyewe viko mbali. Akarepete vya coach. Ndio maana mwenyewe unaishi karibu yake. Mwalimu mwenyewe anakuongoza. Kama unashindwa kusikia vyenyewe viko ndani yake, utaishi hamo mkavu. Bandugu, tuachie pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana angalia coaching yako, uliza mwingine, wewe ulikuwa kocha? Ulikuwa kocha Papa, kama utaongoza watu wenye biko mbali kocha, utakuwa nasikia kila siku unakuwa na samba. Bunyumba wote kama habuko kocha. Mwingine ko coaching ya maneno wama yeyu. Omuka likumbe yale kare kuonera. Wewe ushakuya na kuna harusi. Kumbe iko koche na mama alimwambia komuka yale kare kuniako. Mama hata unakuya uona dunda. Kumbe baba iko pale omuka yale kare salangira makuta wao. Sababu coaching yake inaanzia wapi? Na cho makuta kitaka kupa zarasio na nzaka. Makuta ziko wapi? Hauzione. Coaching. Yes. Coaching nje na mutesa. Kwa watu wengine biko koche na magumu. Hana raha ya baba, hana raha ya mama. Sasa wewe ulitoka kwenu uko na raha, mamako anakuitaka. Maska wangu unataka tukule nini? Yeye anafinyaka. Kuanzia asubuhi anaturumana. Kumbali koche. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kila mtu fikiria kwanza wewe uko na coaching ya wapi? Maisha yako ya kiroho nani alikuelekeza? Maisha yako ya kiroho nani alikuhimiza kusudi ufikie malengo? Acha nirudie nyuma niachie pale kwa ile neno ya kwanza. Njoo hatutafika, tutamaliza karibu ngapi? Njoo nimekuambia kitu ya kwanza, wakati tunatumikia Mungu, wakati tunakaa katika mlima wa Bwana, uwepo wa Bwana, sura na mavazi yetu yanabadilika. Na nimesema mavazi yetu ni mtu wetu wa kibinadamu. Wakati tunakaa katika uwepo wa Mungu, anapotea ule mtu wa zamani. Si mimi ninayeishi tena, kitabu ya Wagalatia 2:20, bali Kristo anaishi ndani yangu. Na mtu akikuchokoza anasema kama ingelikuwa ule wa zamani. Kumbe ameniona, lakini uko na neema sababu nilishakaokoka. Très bien. Kuna mtu amemezwa, alafu ambaye ametengenezwa. Uwepo wa Bwana kwenye mlima umemtengeneza. Simama, msimamishe mwenzako. Uwepo wa Bwana imetengeneza nini kwako? Tunaomba. Msimamishe mwenzako, mwambie uwepo wa Bwana imetengeneza nini? Msalimie hata wawili ama watatu, salimiane, tusalimiane. Sema na kila mtu ndani ya mkutano, umwambie basi uwepo wa Bwana imetengeneza nini? Uwepo wa Bwana. Haleluya. Msemeshe mwenzako uwepo wa Bwana. Sura gani yenyewe ishakapunguka kwako. Haleluya. Siaona unasema na mwenzako kwa furaha. Msalimie mwenzako, mwambie uwepo wa Bwana imetengeneza nini? Haleluya.